Mwenzenu ananipatia moyo wangu wa ubani, walai kumwacha sizani, kwake sisemi, sihemi sisiki, huyu wangu wa moyo, walai. Bwana msikilizaji, anaitwa Dailu, ngoma inaitwa Gimme More. Sasa hii ngoma bana, na huyu msanii anatokea maeneo ya Misungwi, na tunavyozungumza hivi ni moja wa wasanii ambao wanaofanya vizuri, na producer ambaye nazungumza naye muda sio mrefu anamsimamia msanii huyu ambaye anafanya vizuri, Dailu. Ngoma bwana inaitwa Gimme More. Bonge ya ngoma msikilizaji, na ishawahi kuingia kwenye top 10 ikafanya vizuri kabisa. Sasa nimerejea ili nipunguze message afu baadaye Mwamba nampandisha hewani. Tunapiga naye story kama dakika 5 hivi ama zizidi 10 msikilizaji. Side bwana, hiyo ngoma ya Zuchu hata wewe ukisikiliza kwa makini zaidi utagundua Beka Flavor yuko sahihi kabisa. Anaitwa Joas kutoka pande zake za ngoma. Asante sana. Huyu jamaa anasema Zuchu ndo haya bwana, ngoja nimpandishe Mwamba huyu hapa nipige naye story msikilizaji. Hello. Kaka. Mambo vipi? Mambo vipi? Bwana fresh kabisa. Harakati vipi zimekaaje huko? Asante salama sana. Mambo yanasemaje? Bwana fresh. Mimi nakujua, lakini kwa Tanzania ambao wanakusikiliza kwa hivi sasa wanahitaji sana pia wajue hewani yupo nani bwana. Ndio. Naitwa Nenasi, ni producer pia ni director. Ndio. Niko Misungwi Mwanza. Habari za Misungwi Mwanza? Mwanza ni kwema, Misungwi kwetu hapa ni kwema sana. Ndio, mapya vipi hapo? Hapa mapya tunazidi kupiga jua kidogo hivyo. Bwana nimecheza ngoma hii ya Dailu, ngoma inaitwa Gimme More. Nikawaambia Watanzania bwana, nikawahakikishia kwamba huyu msanii wa kike kutoka Misungwi, na hii ngoma ambayo unaisikiliza imefanywa na mshikaji ambaye napiga naye story hapa sasa hivi. Ndio. Tuambie maendeleo yanaendaje sasa mpaka sasa hivi kwa msanii ulionaye? Naendelea kupoa na kuna kazi tunaandaa kama 3 hivi, kwa hiyo sio nitaziachia tu. Ndio. Kwa hiyo mzigo muda simrefu hapo utausikia sawa. Ndio. Na tupige story kuhusiana na issue yako ambayo unaifanya. Najua kwa sasa kuna wasanii ambao wanaokusikiliza kwa hivi sasa, na baada ya kujitambulisha utuambie sasa ulianza lini kufanya muziki au production? Production mpaka sasa nitoka 2017 mpaka leo. Kwa hiyo nina muda kidogo kuona nafanya hiyo music production, lakini pia na shoot hizo nyimbo na nina produce audio zote. Ndiyo. Lakini pia nafanya movie. Nafanya movie na direct movie na produce movie. Kwa kila kitu nafanya kwenye unajigawaje? Una vitu vingi sana unavifanya kwa wakati mmoja ama? Inawezekana tu kwa sababu inategemeana kwamba hii wiki tunafanya hiki, lakini hii wiki tutafanya hiki. Kwa hivyo tunafanya wakati mmoja pia inawezekana. Ndio. Na ni changamoto gani ambazo unazipitia, yani kubwa ambazo unakutana nazo kwenye harakati za kuandaa? Changamoto zipo, haziwezi kukosa, lakini sasa ni ndogo kwamba labda mtanika chelewa location kama mfano afanya movie mwingine kaja na nguo nusu hiyo, location ni changamoto hapo kuaga, kwamba inakuwa mabishano ya hivi na hivi. Ndio. Sijajua shida nini, Mwamba katika ghafla hewani. Nitarejea naye msikilizaji, nipita na message hapa chache alafu tutamaliza naye kuzungumza. Dakika nazo zinazidi kwenda mbele zaidi, Jumanne na mambo mengi kidogo hivi, kwa hiyo tuvumiliane msikilizaji. Najua machaguo yapo yote yatasikika, na mtako leo hautakuwepo kwa kuzingatia machaguo ambayo umeyachagua nitakuchezea hapa msikilizaji. Mateso Rufunga wa Shibaranga yeye anasema bana, Side unatisha sana hapo mjengoni, asante sana. Anaitwa Dickson wa Irenza Majengo. Bwana Beka yuko sahihi sana kwa sisi. Na tunategemea muziki uelimishe jamii na kujenga jamii pia yenye maadili mema, lakini kwa sasa imekuwa tofauti sana. Kaka, hebu wasanii waimbe nyimbo zenye ujumbe kwa jamii. Asante sana. Nikwambia taja msanii ambaye unaona ana ujumbe mzuri. Mmefunguka hapa japo sijawaambia. Saenda Magesha kutoka Shibaranga God Mine, yeye anasema tuko pamoja mwanzo mpaka mwisho. Asante sana. Mwingine mwanaharakati Fundi TV na simu Mr. Joseph Kinasa akiwa pande za Mission uwanja wa Nyerere Buchosa. Naomba ngoma ya Mbosso
Mboso, raha iende kwa James Marando Dijaro, jina kubwa, asante sana, itakuwa iko vizuri. Mwingine Robert Saidi akiwa pale za Busurwangiri, Ngongengo make ya Funda TZ, Dar es Salaam, itakuwa imekaa vizuri sana. Johnny Gubira wa Mwabasabi Bupandwa, naomba ngoma yake ya Christian Bera nani kama mama, itakuwa imekaa vizuri sana. Chazi Johnny akiwa pale za Kaboa kwetu, naomba ngoma yake ya J Melody yote, itakuwa imekaa vizuri sana, asante sana. Naomba unipigie ngoma ya wimbo wa Kara Jeremiah, Tuna Ndoto, itakuwa imekaa vizuri sana. Tumalizane na Mwamba, karibu sana ndugu yangu. Naam. Ndio tulikuwa tunazungumzia issue ya hizo changamoto na ukagusia mambo ya kwenye upande wa filamu, lakini kwenye upande wa recording huko audio studio ambao ni changamoto nyingi, ukuta msanii anakuja msanii na nyimbo na vesi moja au ana baa nani, inakuwa changamoto. Kwa hiyo inakuwa ni kuandikia studio. Ndio. Ile rudia inachukua muda mwingi sana mzee. Ndio. Kwa hiyo mtu anakuja mtu hajui kuimba, ana nyimbo. Kwa hiyo anakupa kazi sana kwanza kumwandikia nyimbo. Kwa hiyo changamoto pia hiyo iko sana. Lakini sasa hamna namna, kwa sababu ndo kazi yetu tumeichagua, kwa hiyo lazima tuvumilie tu. Na ndoto yako ni nini hasa ili kuhakikisha wasanii pamoja pia na wale ambao wako kwenye Bongo Movie wanafika mbali zaidi? Ndoto yangu kubwa niko kwanza kuonesha kipaji changu kwamba naweza kufanya hivyo vitu, lakini pia nahitaji watu naofanyia kazi wasogee, wapige hatua. Ndio. Toka walipo na kwenda hatua nyingine. Kwa sababu bila hivyo mimi nipo kwa ajili ya kusupport. Kwa unapokuwa support watu hata kwa udogo wote inahitaji moyo. Kwa hiyo lazima tuvumilie na tufanye kazi na watu hao wadogo ndio waweza kutusogeza kupata jina sisi au wao wenyewe kupata jina. Kwa hiyo tutategemeana pia. Na kuna msanii mmoja anaitwa Beka Flavor amezungumzia kuhusiana na wasanii wa kizazi hiki. Wamesema kwamba wasifate mkumbo kwa baadhi ya wasanii ambao wana majina yao hapa mjini, ambao wanaimba nyimbo ambazo zinakuwa haziko vizuri, yani zinakuwa haziko vizuri. Sasa unakuta wasanii wanajikita kuiga kile ambacho msanii mkubwa amekifanya. Wewe ni director, unazungumziaje ushauri ambao ameutoa Beka Flavor? Mimi na wao, mtu kama una kipaji, tegemea kipaji chako. Usitengeze labda utembelee melody za mtu au usiige sana, kwa sababu utakojitengeza wewe kama wewe. Usitengeneze kupita kwa mtu mwingine. Wewe ashasogea. Ndio. Atakupoteza. Kwa hiyo jitengeneze wewe. Yaani jitengeneze wewe. Yaani wewe kwamba ni msanii mpya, kaje ni mpya na vitu vyake vipya. Ndio. Lakini ukija mpya alafu kwenda vitu vya mtu, unakuwa bado hujawa msanii, unakuwa ni mtu wa kawaida. Ndio. Maana hata kama ukifanya kitu gani tunajua kwamba huyu jamaa kakopi kutoka kwa mtu mwingine kuja kwa mtu mwingine. Jitengeneze kuwa wewe kama wewe. Ya kwamba mimi ni fulani, nataka nitengeneze kuwa fulani. Ndio. Na wakiwa wanakuja mnawapa ushauri wa namna hiyo ama? Mimi napenda sana kumshauri mtu, kwa sababu naona kwa sababu muziki sio soko lilivyo, kwa hiyo lazima mtu mshauri. Asipoelewa, kuna wengine wabishi yakwambia mimi naona melody mpaka niimbe kama melody mpaka niimbe kama fulani. Naomba sasa wewe jitengeze wewe, kwa sababu kimuiga yule na bado hutamfikia kwa haraka. Sasa utapita muda lakini hautafika kiwango kile. Hebu jitengeze kuwa wewe. Ndio. Sasa kusikia huyo anataka kumuiga atasema kwamba huyu jamaa ana kipaji, ana mwondoko wake tofauti. Lakini ukiiga tunaonekana kwamba ni kama vile unajaribu kumsukuma, yani sio vile unamuongezea hatua yeye, sasa kwamba unamsindikiza tu. Ndio. Kwa sababu jitengeneze wewe. Bwana, tukao tunaelekea mwishoni, hebu zungumza na wale ambao wanatamani kufanya kazi pamoja na wewe. Kuna wasanii wengi ambao wanakusikiliza kwa hivi sasa, wanatamani kubadilisha ladha hivi, kuvuka maji ili kufika huko Misungwi na kufanya kazi pamoja na wewe. Hebu zungumza nao na wape mawasiliano. Wanahitaji kufanya na mimi kazi. Mimi nipo na napatikana Misungwi, na kazi ni bei ya cheti, kawaida bei ya nyumbani, lakini pia kwenye upande wa production nipo vizuri, lakini pia habari ya movie pia niko vizuri. Msingi labda ni wacheki mawasiliano, kama watakuwa tayari kufanya kazi na mimi watanitafuta kwa wakati wao ambao watakuwa wanahitaji kufanya kazi na mimi. Ndio. Labda niwatajie namba. Karibu. Sawa. Napatikana kwa 07 59 2 unasikia? Ndio, endelea. Tuanze upya. 59 sawa? 271 831. Hebu rudia tena.
hapa ninakwenda mbili. Sasa ninajiuliza kama niwatajie ipi. Ngoja nitaje tu yoyote, sawa? Taja moja tu, namba moja, taja namba moja tu. Kati ya moja. 07. Ndio. 43. 43 tayari? Ndio 271. 271. 831. 831. Pia ya pili kama atahitaji pia sawa, lakini kama ni hii Voda sio mbaya. Basi haina shida ndugu yangu. Kama una jambo unatamani kuzungumza muda huu kabla hujaondoka hewani? Mimi nawakaribisha sana. Karibuni sana pia na waigizaji, na nafasi bado zipo kwenye upande wa filamu, lakini upande wa production mambo ni mazuri. Nawakaribisha sana Misungu, karibuni sana M1 Record ama Misungu Record. Bwana nafanya nyimbo za Bongo Flava ndio na asili unapiga pia nyimbo za tunafanya ndio kia ile nyimbo ya Misungu Record ni hapa kwa Nei. Lakini pia ukichukua M1 Record jua ni hapa Misungu, ambao ni hiyo nyimbo inakuwa kwenye Bongo Flava ndio. Kwa hiyo tunafanya vyote. Asili na Bongo Flava na nyimbo zingine zote. Na kwaya na nini. Bwana mimi nikushukuru sana Nei. Sawa. Bwana big up sana kwako bwana. Ana shida kaka.